Unajua vile ulifanya pale Kiambaa, si mnajua? Si mnajua vile alifanya Kiambaa? Tukakusamehea, tukakuchagua. Lakini hii umeua Gen Z, hiyo hatuwezi samehea wewe. Kwa hivyo wewe kama unataka msamaha, utafute wazazi wa wale watoto umeua, uwaite pale Ikulu uongee na hawa ndio watakusamehea. Si iko namna hiyo? Mtazamaji, kama nilivyoweza kutanguliza kipande hiko cha video, katika video hii ni hali ya taharuki dhidi ya uongozi wa serikali Kenya Kwanza inayozidi kuongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto, kutokana na habari zinazozidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2025 na 26 kuwa tishio kubwa hata kuliko mswada wa fedha wa mwaka 2024 ulioweza kusababisha vijana wa Gen Z kuandaa maandamano ya kihistoria katika taifa hili la Kenya. Ila mtazamaji, kwanza kabisa tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa muweze kufanya jambo la busara kwa kutupa support yenu ya kusubscribe. Naam, mtazamaji, kutokana na changamoto uongozi wa serikali Kenya Kwanza unazidi kupitia hivi sasa kutokana na upinzani wa aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, hatimaye uwepo mpya umeweza kuibuka, hasa kutokana na kile ambacho hivi sasa wabunge katika taifa hili la Kenya wanasubiriwa waweze kujadili kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2025 na 26, iwapo wataweza kupitisha mswada huo ama hawataweza kupitisha. Na iwapo mswada huo utaweza kupitisha, basi utaweza kusababisha gharama kubwa ya maisha katika taifa hili la Kenya chini ya uongozi wa serikali Kenya Kwanza, jambo ambalo viongozi wa upinzani wameweza kukataa na kuweka hadharani ya kwamba ni lazima uongozi wa serikali Kenya Kwanza uweze kufanya mabadiliko kwa mswada wa fedha wa mwaka 2025 na 26. Mtazamaji, ni vyema uweze kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video. Kufinish kuba? Kufinish ku? Na ninataka nitoe onyo katika hii mlima. Huyu William Ruto amepanga kuanzisha vyama ndio agawe sisi. Na hiyo chama itatengenezwa mpya. Hiyo ni wheelbarrow ya green. Ingine ni wheelbarrow nyekundu. Kiama gitonegeke